hukumu mbinguni. Let's sing together. Imeanzishwa hukumu mbinguni, tutasimamaje pale apimapo Mungu hakimu? Kila wazo na tendo, tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? Wametangulia wafu kupimwa, kitambo ndipo wahai watapokea neno la mwisho vitabuni mwa Mungu. Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? Tutasimamaje usiku ule? Siri zetu kila moja zafunuliwa toka vitabu. Yesu atusaidie. Tutasimamaje sote katika siku kuu ile? Dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha? May we find a place to kneel down as we approach the throne of mercy. Our Father and our God, and this evening you have allowed us the liberties that we may worship you and praise you. We thank you, God. You are worthy the worship. In a special way, God, we have approached you this evening, seeking your mercies. For you have measured us and we have found wanting. If we say we have not sinned against you, God, we lie. Forgive us our sins. We have walked the paths that you have desired us not to walk. We have uttered words that you have desired us not to utter, God. We have schemed and fallen short of thy glory. In the name of Jesus, find favor before us, God, and forgive us our trespasses. And now as we receive this message, those of us who are here and those of us who are watching, God, in a special moment, fill He the Holy Spirit that He may lead us. He may convict us and may show us the path. And above all, God, even as the devil keeps to remind us of our failings, God, you have given us hope and grace. Allow us to be in your presence. But above all, God, the message that your servant is going to give shall be of a harvest now and forevermore. Let your will be done. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God is good and all the times, and that is his nature. Tunamshukuru Mungu tena jioni ya leo. Ni kwa wema wake huo ambaye umetuwezesha tufike hapa jioni hii, si kwa sababu ya matendo yetu ama kwa jambo lingine tumetenda mema. Kumbuka kuna mtu aliamka asubuhi na akaondoka, lakini saa hii hayupo.
lakini alikuwa hai. Si ati alikuwa mgonjwa, hayupo. Kwa hivyo tunapokuwa hai si kwa sababu ya matendo yetu ama tunastahili, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Maana hatuna budi kumtukuza na kumshukuru Mungu huyo, kwa maana ni yeye tu ambaye anaweza yote. Karibuni kwa asante. Karibuni kwa neno la jioni ya leo, na tunapomalizia na maombi wiki ya pekee. Jana tulikuwa tunaangalia muhuri wa Mungu, na leo tunaangalia alama ya mnyama, the mark of the beast versus the seal of God. Yesterday tuliangalia the seal of God. Today we are looking at the mark of the beast. There was a question which was asked yesterday, na niliguza sehemu yake. Sehemu ya pili aliuliza, what hope is there for the faithful who are watching? What hope is there for us? Nataka nisome only one verse ili tuweze kuendelea na fundisho letu la jioni ya leo. What hope is there for the faithful who are watching? Hebrews chapter 10 verse 37, verse 38 and verse 39. I will read the 3 verses. Hebrews chapter 10 verse 37, 38 and 39. The Bible says, it says, yes? For you have need of patience. No. Verse 37. Sorry. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Yes, one thing. What hope do we have as we wait for the second coming of Jesus Christ? Okay? For yet a little while. For yet a little while. And he that shall come will come and will not do what? Tarry. That is the hope we have. For just a little while. Kwa muda kitambo kidogo tu. Yeye ajaye atakuja na wala hata kawia. Huyu ndio tumaini tunalo. Ya kwamba japo tuonekana kwamba amekawia, hajakawia bado. Sema kwamba just a little while. He who will come and will not do what? No time. Verse 38. Now the just shall live by faith. Tutangoja aje sasa at the faithful. Now the just shall live by what? By faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ya kwamba mtu akisitasita katika safari hii na arudi nyuma, roho wa Bwana ana furaha na huyo mtu. Are we together? The just shall live by what? By faith. We know there's just a moment, just a few, ni muda kitambo kidogo tu. He who will come will do what? Will come and will not tarry. The just shall live by faith. Wapendwa, watakatifu wa Mungu wataishi kwa nini? Kwa imani. Si kwa kuona, kwa imani. 39. But we are not of them who draw back to perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Praise God. We do not belong to those who draw back. Sisi atumo kati ya wale ambao wanarudi wapi? Nyuma. I want to be part of that group. Ambapo Paulo anasema kwamba sisi atumo miongoni wa wao ambao wanarudi wapi? Nyuma. Lakini miongoni wa wale ambao wanaokaza mwendo, kwa maana tunajua soon and very soon tutamuona akija mawinguni. Na Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Tuombe. Baba Mungu, neno lako liweze kutakasa tena jioni ya leo. Unaponishusha na wewe ukiunuliwa, na kila mmoja wetu tukijazwa na Roho Mtakatifu na ukitufunulia siri zako za ajabu, unapotuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Ujitukuze sasa na hata milele katika Kristo aliye Bwana wetu. Amen. The mark of the beast. Revelation 15 verse 1 and 2. Sister, naomba tutasoma haraka. It says, kwa uwezo wa Mungu. Yes.
And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Yohana katika Ufunuo sema kwamba kisha ishara kubwa na ya ajabu ikaonekana. Are we together? Verse 1, Kizungu sema kwamba, and I saw that the sign were in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. That is our topic for tomorrow. The close of probation. Tuko pamoja? Yohana kaona ishara kubwa na ya ajabu mbinguni, malaika 7 wenye vitasa 7. Maana katika hiyo hasira ya ghadhabu ya Mungu imetimia. Lakini kabla hiyo, baada hiyo, in verse 2 anasema hivi. Verse 2 anasema, And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass having the harps of God. Yohana baada ya kuona ishara kubwa ya ajabu, malaika 7 wenye vitasa 7, hiyo ni mapigo 7. Maana katika hiyo hasira ya Mungu imefanya nini? Imetimia. Ndio baadaye kaona bahari, kitu kama bahari ya kioo. Hajasema ni bahari, amesema ni kitu kama nini? Bahari ya kioo iliyochangamana na nini? Na moto. Unapotunga wimbo, unapofanya useni, Yohana hajasema nini, anasema kitu kama bahari ya nini? Are we together? Simesema hivi. Hebu soma tena. And I saw as it were a glass. And I saw as it were a glass. A sea of glass. Sea of glass mingled with fire. Asante. Akaona kitu kama bahari ya nini? Ya kioo ambayo imechangamana na moto. Na kando ya bahari hiyo ya kioo akaona those who did what? Those who did what? Them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. In verse 1 sema kwamba wakiimba the song of Moses and the song of the Lamb. So the Bible says that those who will be victorious over the beast, over the image of the beast, over the mark of the beast, and over the name of the beast. 4 things. Jambo la kwanza, the beast. The second one, the image of the beast. The third one, the mark of the beast. And the fourth one, the name of the number of the name of the beast. Now ndio watakuwa na vinubi. Those are the people who will have harps of God, and they will sing the song of Moses and the song of the Lamb. Friends, kila mmoja jiulize, will you be in that group? Maana wale ambao watakaoimba wimbo huu lazima washinde mnyama. Washinde nini? Mnyama na sanamu ya mnyama na alama ya mnyama na hesabu ya jina la mnyama. Kwa hivyo kila mmoja lazima tujue. So wale watakaoenda mbinguni lazima washinde nani? Mnyama na sanamu yake na alama yake na hesabu ya jina lake. Na hiyo tutaangalia siku ya leo. Kwani mnyama, maana kabla ujue alama ya mnyama mpaka ujue nini? Mnyama. Maana inaanza na mnyama, sanamu ya mnyama, alama ya mnyama na hesabu ya jina la nani? La mnyama. The beast, the image of the beast, the mark of the beast, and the sum of the name of the word of the beast. Tutaangalia hii jioni ya leo. Swali ni hili, what is the beast, or who is the beast? Alafu tutachukua moja, the mark of the beast. Maana huwezi kushinda kitu ambacho haujui. Are we together? Huwezi kushinda. Utashindaje kitu ambacho hujui? Yes. So who or what is the beast? Who is the beast? I don't want to read many verses. Nataka niende moja kwa moja kwa the beast. Sina sawa? Then tuangalie the mark of the beast. Maana it is the mark of the beast versus the seal of God. Only only 2 what? Classes will be upon this earth.
those who receive the seal of God on their foreheads, and on the other hand, those who will receive the mark of the beast on their what? Foreheads, and on the what? On the right what? Hands. Revelation 13. What is the beast? For who is the beast? Ufunuo 13 fungu lake la kwanza inasema hivi. Revelation 13 verse 1. And I saw upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. Asante. Nataka tuamtole pole pole pale, because this is prophecy. And I saw a beast coming out of the sea. John is seeing a beast coming out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon the heads are blasphemies, and upon the horns 10 what? Crowns. Are we together? This is prophecy. Mnyama akitokea baharini. In prophecy, mnyama, what is the beast? The beast represents what? The beast represents, for those who are new, Daniel chapter 7 verse 17, you can read. Pengine kuna mgeni anaweza kuandika hiyo. Kwa wale ambao tunajua tutaendelea. Wacha asome tu that verse. The beast represents what? Daniel 7:17. Are you there? Says, yes. These great beasts, which are 4, are 4 kings which shall rise out of the earth. Kings of kingdom. Are we together? So beast represents a kingdom. Are we together? Mnyama ni ufalme. So Yohana anapoona a beast coming out of the sea, he is seeing a kingdom coming out of the sea. So what is the sea? Revelation 17 verse 15, sister, you can read. What we want to know what the beast is. Revelation 17:15 says, and he says to me, yes, the waters which you saw where the war sits are peoples and multitudes and nations and tongues. Are peoples and multitudes and nations and tongues. Yani ni watu, jamaa, lugha na mataifa. Yani watu wengi. Si ni kweli? Are we together? So bahari ama maji inasimamia watu wengi. So when John is seeing a beast coming out of the sea, now put everything in its place. A beast represents a kingdom. Sea represents multitudes or many people. Are we together? So maana yake ni nini? It is a kingdom arising from a place which was densely populated. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Hii ni unabii, lazima niende pole pole kidogo sasa. So mnyama akitokea baharini ni ufalme ambao unatokea mahali palikuwa na watu wengi. Lakini John ameweka kwa njia rahisi ya kwamba the water ambao uliona are what? Jamaa, lugha, mataifa na kabila. It is this world ambayo iko na makabila mengi, mataifa mengi na lugha mengi na hiyo bla bla yote. Are you together? So kwa lugha rahisi ni kwamba John anaona ufalme ukitokea duniani. Tuko pamoja? That is verse 1 of Revelation chapter 13. So anapoonyeshwa ishara kubwa ya ajabu, those who are standing kando ya bahari ya kioo na wamepata ushindi dhidi ya mnyama. Maana yake nini? Wamepata ushindi dhidi ya ufalme huu ambao umetokea wapi? Duniani. Sasa nao, huu ni ufalme upi huu? Naomba tuombatane pole pole. Then tutajua the mark of the beast. You cannot know the mark of the beast before you know the beast. Verse 2, Revelation 13, sister, you can read. Tuende pale tena. Revelation 13 verse 2.
And the beast which I saw was like to a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Kuna jambo ambalo naomba tuelewe jioni ya leo, kama pengine haujawahi jua ama kuelewa. John anasema hivi, the beast ambaye aliona umbo lake was like that of a leopard, and miguu yake like that of a bear, and mouth, kinywa chake like that of a what? Of a lion. 3 animals or 3 beasts. Wanyama hawa watatu tunawasoma in Daniel chapter 7. The first beast was like a lion, the second beast was like a bear, and the third beast was like a leopard. Are we together? So tumeona in prophecy a beast represents a kingdom. Maana yake ni nini? Ufalme huu ambao Yohana anaona amechukua tabia ya wanyama hao watatu. And those were kingdoms. Are we together? The first kingdom was Babylon. Tuko pamoja? The second kingdom was Medo-Persia, and the third kingdom was Greece. All these were pagan kingdoms. Na walikuwa na tabia zao. Are we together? Mnakumbuka Babylon vile waliinua sanamu na watu wakalazimishwa kuabudu sanamu. Are we together? Na only 3 people, Shadrach, Meshach, Abednego, walikataa kuabudu nini? Sanamu. So this kingdom, John anaona amechukua tabia hiyo ya ibada ya sanamu kuabudiwa amechukua. Babylon kingdom alikuwa na tabia ingine. They had the great day of worship was the first day of the week. They worshiping the sun god. Bwana Yesu asifiwe. So this kingdom amechukua also that what? Tabia. Walikuwa na tabia ingine, unaposoma Jeremia 52:31 na tusomi, walikuwa na sherehe ya 25th of December. Ukisoma hapo, wakati ambapo mfalme wa Babylon anayeitwa Evil-Merodach alimfungua kutoka gerezani Yehoakim, the king of Judah. Wakati huu wana wa Yuda walikuwa Babeli. They were taken captive. They were in Babylon. Are we together? So on the 25th of December walikuwa na sherehe. Sherehe gani? Sherehe ya kuzaliwa kwa Tammuz, aliyekuwa mwanzilishi wa Babeli wa kwanza. Genesis chapter 11. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa sherehe ya Tammuz. Wanasherehekea siku hiyo. So ufalme huu nao ulipotokea ukachukua tabia ile. Kuzaliwa kwa Tamuzi ukachukua ukaleta katika ulimwengu wa kiroho. Ati ni Yesu amefanya nini? Amefanya nini? Friends, read from Genesis to Revelation, hautapata even a verse ambayo inasema Jesus was born 25th of December. Hiyo ni sherehe ya kipagani. Ufalme huu umechukua tabia ya Wamedi na Wajemi. Because of time, wacha niende tu haraka. And ufalme huu tena umeiga tabia ya Wagiriki. I wish at time tungeingia kwa tabia ya those other kingdoms. Lakini kila ambacho ni muhimu sana jioni ya leo ni ya kwamba uweze kujua ufalme huu ni ufalme gani. Ya kwamba umebeba tabia zote za wafalme wale wa kipagani. Babylon, Medo-Persia and Greece. But unapomaliza verse 2 kuna jambo la siri ambalo lazima ujue. Come again, read again verse 2. God gave him his power and his seat and and great authority. And great authority. 12 verse 9 Revelation states who is the dragon. Who is the dragon? Who is the dragon? Can you read? And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast
out into the earth, and his angels were cast out with him. Who is the dragon? The devil. And the Bible says ya kwamba ufalme huu, the dragon alimpa kiti. Unajua kiti? Unajua hakuna mfalme ambaye anatawala bila kiti. The throne. Are you together? So the dragon handed over to him the seat, power and authority. Yani njoka kampatia kiti na uwezo na nguvu. Kwa hivyo kiti anachokalia si chake, amepewa na nani? Na nani? Watu wa Mungu, are we together? Nataka mjibu. Kiti anachokalia nani amempa? Uwezo anazotumia amepewa na nani? Na nguvu alizo nazo nani amempa? Shetani. Verse 4, 13 verse 4 Revelation. Na hapa sasa sasa ndipo siri kubwa ambao ulimwengu ungejua. Inasema, and they worship the dragon which gave power to the beast, and they worship the beast, saying, who is like to the beast? Asante. And they worship the dragon who gave power to the beast. Who is the dragon? Who is the dragon? Satan. Who is the beast? A kingdom. Watu wajua bado si kweli? Is a kingdom. So sikia hapa. Yona nafunulia kwamba and they worshipped the dragon. So the dragon is behind the scene, but it is the beast ambaye anaonekana dunia. Are we together? So don't you say, and they worship the dragon? Why? Because he gave power to what? To the beast. So kuna siri ambayo tunaanza kupata hapa ya kwamba this kingdom imehusisha mambo ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho this kingdom iko nayo, inaitwa nini? Ibada. Na ibada hiyo si yake. Ibada hiyo nani amempa? Shetani. Verse 8 ndio inasema sasa, vizuri inasema hivi verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Oh, and all who dwell upon the earth shall. That is the Sunday law in the Bible. Ujamini, are we together? Unajua, baada tujijua mnyama ni nani, lakini imeanza kufunulia siri. And all that dwell upon the earth shall worship him, those whose names are not written in the book of life of the Lamb, which was slain even before the foundation of earth were laid. Are we together? Na wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Mungu akinijalia tutaangalia vile ambavyo ibada hii itakavyoingizwa in the Bible. Leo hata tutasoma SOP. I want to dwell in the Bible alone. Are we together? Watu wakao juu ya nchi watamsujudu. Kwa hivyo kuabudu mnyama, utaelewa ya kwamba si mnyama utayabudu vile unavyofikiria. Kuna siri. But dunia nzima italazimishwa kuabudu nani? Mnyama. Lakini wale ambao majina yao yako kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo hawatamwabudu. Ndio maana wapendwa, ombi langu na ombi lako iwe ni ya kwamba majina yetu yawe wapi? Mbinguni, kwenye kitabu cha uzima cha nani? Cha mwana kondoo. So now, who is the beast? Who is the beast? Daniel chapter 7 verse 25. Now uruke Daniel chapter 8 verse 12. 7:25 says, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the sayings of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. Asante. Danieli anaoga kuhusu the little horn, and that it is that little horn ambaye ni sawasawa na this beast ambayo tunaangalia. Yohana anaonyeshwa it is a beast. Daniel anaonyesha it's the little horn which arose from the fourth
beast. Are we together? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ameeleza mambo mengi in Daniel chapter 7:25. But I want to pick one characteristic. Gani? He will do what? He will think to change times and laws. Atazimu kubadili majira na sheria. Tuchukue moja tu. Ataazimu, he will think to change laws. Ni amri gani ataazimu kubadili? Ni amri za Mungu Mwenyezi. Right? Ndio maana in Daniel chapter 8 verse 9 anapoonyeshwa vile ambavyo pembe huyo atakapopigana vita, anaonyeshwa hivi. Na nataka nilete kwa njia rahisi leo uweze kuelewa the beast and the work of the beast. Inasema hivi. And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceedingly great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. Verse 10. Verse 10. And it waxed great. And it waxed great. Even to the host of heaven. Even to the host of heaven. And it cast down some of the host of the stars to the ground and stamped upon them. That is verse 10. Verse 11. Yes, he magnified himself even to the prince of the host. He magnified himself even to the prince of the... Who is the prince of the host? Hii tulisoma last quarter the square. The prince of the host is Jesus Christ himself. So the little horn, this kingdom magnified itself even to the prince of the host. Ya kwamba vita vyake alipopigana duniani akaona ameshinda, then akaelekea wapi? Mbinguni, na akajitukuza juu ya the prince of the host, Jesus Christ himself. Mpendwa, this verse inatuambia kwamba ambaye anakalia kiti cha ufalme huu is the anti-Christ, because he magnifies himself even to the prince of who? Of the host. Are we together? So this is a kingdom which is going against the kingdom of who? Of God. That is why he is thinking to change the laws of who? Of God. Because it is anti-what? Anti-God. When God says we go this way, anasema we go that way. When God says we stand, anasema tufanye nini? Tukae. Anti the kingdom of what? Of God. But verse 12 inasema hivi. Verse 12 says, Daniel chapter 8. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground. And it cast down the truth to the ground. And it practiced and prospered. Ya kwamba ufalme huu uliangusha ukweli hata. What is truth? What is truth? Jesus says in John 17, Father, sanctify them by thy truth. Thy word is. So what is the truth? The word. So wakati wa zama za giza, wakati ambapo ufalme huu ulikuwa unatokea, jambo ambalo ilifanya ni kushusha ukweli hata chini. That is why the word of God ulipigwa marufuku. Inaitwa the dark ages. Why? Because giza kubwa ilifunika ulimwengu. Why? The word of God, which is the light of the world, ilipigwa marufuku. Ndio maana Biblia, watu hawangesoma Biblia. Watu wa Mungu waliteswa kwa sababu ya imani ya Biblia. Kwa maana ufalme of the antichrist unafanya nini? Unainuka. Neno la Mungu likapigwa marufuku. Soma the book of the great controversy. Soma hiyo kitabu utaelewa. The Waldenses, the French Revolution, the World War, soma hata England, soma Germany, soma everywhere. Soma pale unaona the dark ages zilivyokuwa. Na kwamba neno la Mungu lipigwa nini? Marufuku. Biblia Daniel akaonyesha kwamba ataangusha ukweli hata wapi? Chini. Swali, when the truth is cast to the ground, ni nini ambacho inainuka? What is the opposite of truth?
What is the opposite of truth? Huh? What is the opposite of truth? Lies. Si kweli? So ukweli uliposhushwa, uongo ukainuka. Mafundisho za uongo zikaanza kutokea na kuingizwa katika ulimwengu wa kiroho. Na fundisho la kwanza, verse 12 hujamaliza, and it practiced and prospered. Verse umemaliza. Good News Bible. Who has the Good News Bible? Anyone with the Good News Bible, even in a phone? I see. Sit us read. And it says, people sinned there instead of offering the proper daily sacrifices. And the true religion was and true religion was thrown to the ground. Asante. And the true religion was thrown where? To the ground. When the truth was thrown to the ground, the first thing alikubaliana nayo was the true religion. What is the true religion? Genesis chapter 2 verse 1 to 3 states the true what? Religion. Bingu na inchi na vitu vyote vilivyomo vikamalizika. Lakini siku ya saba Bwana Mungu aliacha kazi yake yote aliyoifanya na kuumba. Bwana Mungu akaibariki. Bwana Mungu akaitakasa. Tuliona siku ya jana ni hiyo siku ya saba. Bwana Mungu alianzisha dini ya kweli. The true religion for man. Man ambaye aliumba siku ya ngapi? Siku ya sita. On the sixth day, God said, let us create man in our own what? Image and our own what? Likeness. Day 7, God gave man the true what? Religion. And this true religion, which is the seal of what? What Mungu are we together? Ni hii ibada ya kweli ambayo ni muhuri wa nani? No wonder Jesus said the Sabbath was made for not man for the Sabbath. So ni hivi. True religion was thrown where? To the ground. False religion ikaanza. Ezekiel andikeni tu kwa sababu ya msaada wa kila mmoja wenu. Ezekiel chapter 8 verse 16 states clearly religion ambayo ilianza. Inasema hivi. Inasemaje? Ezekiel chapter 8 verse 16 says, it says, and he brought me into the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men, with their backs towards the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worshipped the sun toward the east. They worshipped the sun towards the east. Get this clearly. Ufalme huu ulishusha dini ya kweli ya Mungu ya Sabato ya siku ya saba. Iliposhusha ibada ya kweli ya Sabato ya siku ya saba, ikazimu kubadili hiyo amri ya Mungu ya ibada. Kwa njia gani? Kwa kuleta ibada ya siku ya jua. Inaitwa Sunday. Sun ni jua, day ni siku. Sunday ni siku ya jua, siku ambayo Warumi, the pagan Roman Empire, walikuwa wanaabudu Mungu mkuu, Sun God. Huyo ndiye alikuwa Mungu yao mkuu. Anaitwa nini? Jua. Walikuwa wanaabudu hiyo. Constantine tarehe 7 mwezi wa Machi ndiye aliyebadilisha amri ya Sabato kutoka Sabato siku ya Jumamosi na wakaanzisha siku ya ibada ya jua, siku ya kwanza ya juma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliazimu kubadili sheria. Sheria gani?
sheria ya ibada. Inasema katika amri ya 4 ya kwamba uikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 7 fanya kazi yako yote. Siku ngapi? 6. Fanya kazi yako yote na utende mambo yote, lakini siku ya 7, but the 7th day is the Sabbath of your Lord God. Ni siku ya Bwana Mungu wako. Mungu akasema hii siku ni yake. Ufalme huu ulipotokea ukabadili amri hii ya nani? Ya Mungu na ibada ya Mungu, na ikaleta ibada yake. Tumesema ni ibada siku ya ngapi? Siku ya ngapi? Siku ya kwanza ya juma, ile inaitwa kizungu Sun. Siku ya Sabato ya Mungu inaitwa Sabbath. Watu wa Mungu are we together? Siku ya ibada ya Mungu inaitwa Sabbath day. Siku ya ibada ya mnyama. Mnyama ni nani? Who is the beast? Are we together now? Nafikiri tumetembea safari ndefu na sasa tunafika, si kweli? Mnyama ni nani? Who is the beast? The beast is a kingdom. Beast ni nani sasa? This beast is the kingdom. Ni ufalme ambao ulianzisha ibada ya Jumapili duniani. Watu Mungu, are we together? Who is the beast? A kingdom. So the beast ambao tunazungumzia hapa ni ufalme gani? Sio ufalme wa Marekani, sio ufalme wa Uchina, sio ufalme wa Urusi, sio ufalme wa Kenya, ni ufalme ambao ulianzisha ibada ya Jumapili. Leo inajulikana kama Papacy. Are we together? Are we together? Kwa njia nyingine inaitwa the Church of Rome. Are we together? Remember today tunaangalia the mark of the beast. The mark of the beast. Na mimi sasa tuko pamoja. Revelation 14 verse 9. So what is the mark of the beast? Sisi sasa hapo tuko pale. What is the mark of the beast? Tuko pale sasa tumalizia. Revelation 14 verse 9 and 10. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Hallelujah. Hayo ni mambo ambao Mungu ameandaa kwa ibada ya mnyama. Kwanza, to drink from the cup of his what? Indignation. The 7 last plagues. Tuangalia siku ya kesho. Na baada ya hiyo tena kuchomwa kwenye moto wakao. Mpendo, ungependa kuwa upande wa mnyama? Kwa maana Yohana anaonyeshwa kando ya bahari ya kiroho, akaona watu ambao walioshinda mnyama. Are we together? Na anasema hivi, malaika watatu ana ujumbe huu, the third angel's message, ya kwamba if anyone worships the beast or its image or the mark or the number of his what? His name. Tunaangalia mambo hili leo. Tumeona the beast. So worshiping the beast inamaanisha nini? Worshiping the beast, kuabudu mnyama ni kuabudu siku mnyama alianzisha kama siku ya ibada. Tumeelewana? Utaabudu mnyama tumepelana mnyama huyo ama ufalme huu mwabudu. Kuabudu mnyama maana yake nini? Kuabudu mnyama ni kuabudu siku ambayo mnyama alianzisha. Kumwabudu Mungu ni kuabudu siku Mungu alianzisha kama siku ya ibada. Nimeweka vizuri hapo? Hamtuelewa? Alama ya elder ni tafutie kitabu before.
Nitatumika enda kuna ni DJ White. Nitafutie last day events. Mfungulie tu last day events. Nataka ninapoendelea. What is the mark of the beast? The mark of the beast is the opposite of the seal of God. Tuko pamoja? Ndio umefika pale. Angalia topic, the mark of the beast and the seal of God. Seal of God and the mark of the beast. Angalia topic. Narudia tena. What is the mark of the beast? The mark of the beast is the opposite, the direct opposite of the seal of God. What is the seal of God? We saw yesterday, the seal of God is the 7th day Sabbath. Are we together? The Sabbath, the 7th day Sabbath. The mark of the beast is not 666. Get me very right. Are we together? Alama ya mnyama sio namba 666. Number 666 is the sum of the name of the beast. Hapo ndio shetani amekanganya wengi. When people are waiting ya kwamba watu watawekewa alama ya mnyama 66 kwenye mwili, kwenye uso. 666 is not the mark of the beast. 666 is the sum of the name of the beast. That is Revelation 13. Inasema hivyo 13 verse 8. Inasema hivyo ndio umepata. Asante. Inasema hivyo. Revelation 13 verse 8 inasema, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Enda nimefinya vibaya. Verse 8. Verse 18. Sorry, 18. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and the number is 603.6. So what is 666? The sum of the number of the name? Jamani, hebu soma tena. Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 603.6. It is the number of a man. Sio namba ya kompyuta. Kwa hivyo mtu sikwambia kwamba kompyuta is 666. Juzi tulipokuwa tunaambiwa tuchukue huduma namba, watu wakasema hii ni alama ya nani? Ya mnyama. Nikamwambia watu no. Huduma namba is not the mark of the is not 6 is not the mark of the world. Neither is it 666. 666 is the sum of the name of a man. Mwanamume huyo ni nani? Ndiye yule ambaye anayekalia kiti cha ufalme gani? Ufalme huo. Jina la Kilatini Vicarius Filii Dei. If you add that sum in Roman numerals, it comes to 666. So ni hesabu ya jina la nyama. What is the mark of the beast? Listed here. Anasema ini last day events page 224 paragraph 1. It says the mark of the beast is the purple Sabbath. The seal of God is the Lord's Sabbath. Bwana Mungu atufunga hawi together. The mark of the beast is the purple Sabbath. The seal of God is the Lord's Sabbath. Now hapo ndipo the great controversy is ending. Are you together? Itakuwa receiving the seal of God or the mark of the beast, worshiping God who made the heavens and the earth and all the fountains in them, or worshiping the beast. And we saw the beast, power, authority and the seat ni nani? Satan. So inaishia pale tu, worshiping God or worshiping the devil. Are we together, friends? Are we together? Itawekwaje kwenye kipaji cha uso au kwenye mkono? We saw yesterday ya kwamba God is saying ya kwamba, and I will put my what? My laws in your what? In your mind, and write them in your
heart. Tukiona jana kwamba sio kwamba itaandikwa hapa Sabbath ama Sunday, no. Kwa nia. Maana tuliona kwamba ni Mungu atatia roho yake ndani yetu. Those who have the Spirit of God, the Spirit will lead them to the worship of the Lord, the Sabbath. Lakini wale ambao watakataa milele, the Spirit of God hatakuwa ndani yao. So in their mind watakuwa wanaongozwa na the evil spirit, and the ill spirit watawaongoza kwenye ibada ya nani? Ya mnyama, ibada ya shetani. Watu wa Mungu, are we together? Are we together? Na itakuwaje kwenye mikono? Maana the mark of the beast inawekwa kwenye mkono wa kiu. Mkono ni ya kazi. God say 6 days you shall work. Kwa hivyo siku 6 tumepewa kufanya nini? Kazi. Siku ya 7 hii mkono ifanye nini? Ipumzike. Kwa hivyo kama siku ya Sabato mkono haitapumzika, inafanya kazi, inangoja ipumzike siku ya Jumapili, basi kwa njia hiyo umepokea alama mnyama kwa mkono. Tuko pamoja? I promised something. Je, Sunday law hii kutangazwa kwa ibada ya mnyama, maana mpaka leo, wacha nisome. Mtu atauliza, je, leo hivi kuna mtu amepokea alama ya mnyama? Anasema hivi in page 224 paragraph 5. Last events. No one has yet received the mark of the beast. Mpendwa, hivi sasa hakuna mtu ambaye amepokea alama ya usitembee ukiambia watu wako na alama ya mnyama wa pili. Hakuna mtu amepokea alama ya mnyama mpaka nini? Mpaka saa hii. Kwa nini? Revelation 18 bado inaendelea. Yohana akasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, come out of my people. Verse 4. Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. So before the close of probation, tutaona siku ya kesho, maana ishara moja hapo ya kuonyesha kwamba mbinguni mlango wa rehema unafungwa is when you will hear Sunday law ikitangazwa. Ndio watu mkutejea kwamba juu mbinguni kazi inakwisha. Yesu anamaliza nini? Mlango wa rehema unafungwa. So until mpaka saa hii hakuna mtu amepokea alama ya nani? Ya mnyama. Are we together? Maana Mungu bado ako na watu wake huko. Ndio maana injili hii lazima ihubiriwe na wasikie na wafanye nini? Watoke. Na sasa itatangazwa aje? Ama itakuwaje alama ya ama Sunday? Nataka tusome Biblia na dakika 5 hii imebaki. Revelation 17 ni unabii wa mwisho wa ulimwengu. But tuchukue 2 verses. Revelation 17 verse 11, 12. Soma verse 11 inasema hivi. And the beast that was and is not, even he is the 8th, and is of the 7 that and goes into perdition. The beast that was and is not, even he is the 8th, and is of the 7 and goes into perdition. Najua nabii wa ufunuo kwa sababu watu wengi wanachanganya. Lakini anasema kwamba mnyama huyo ambaye aliyekweko naye hayupo. Ndio anasema naye hayupo, lakini hapo nyuma kwa basi anasema kwamba naye atakweko. Are you together? So anaongea kuhusu the little horn, the kingdom of purpose. Are you together? Ambaye ilikuweko, tuko pamoja, during the dark ages. Lakini 1798 ilipigwa jela na mauti na General Barthe au Napoleon the France. Are we together? Na alipopigwa jela na mauti, purpose ikaonekana kana kwamba imefanya nini? Imefifia. So ikachukua muda mrefu until 1928 ambayo sasa alifanya nini? Alirejesha tena nguvu za. Are we together? Watu, are we together? Sasa kwamba aliyekuweko naye yuko, lakini atakuweko wakati gani? Nasema kwamba sasa in verse 12 inasema vile atakavyokuweko sasa. Inasema hivi,
And the 10 horns And the 10 horns which you saw are 10 kings, are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings an hour with the beast. na pembe kumi ambao ziko juu ya mnyama huyo. Sitaki kuingia kwa nabii sana, lakini tuangalie siku ya kwamba ni wafalme ambao they have not received the kingdom yet. Until now wafalme hawa hawajulikani. Are you together? Lakini they will receive the kingdom together with the beast. Who is the beast? Who is the beast? Who is the beast? The beast. Are we together? Purpose. But they will receive the beast together with the kingdom, together the beast for what period? For one, hiyo na Biblia, hiyo sitafundisha leo. Kwa hivyo hii ni unabii ambao tunalingojea ya kwamba the whole world itakuwa divided into 10 regions, and each region will have a representative. They are called kings. Are we together? Now these kings, they will receive the kingdom together with the beast for one what? How? Verse 13 inasema, why do they receive the kingdom? Verse 13. These have one mind, These have one mind, and shall give their power and strength to the beast. hapo ndipo unabii dunia unakuishia. These have one word, mind. Yani ulimwengu mzima ukiwa represented that these 10 kings, they have one word, mind, together with the beast, and they will hand over power and authority to what? This is how the whole world will surrender power and authority to purpose again. This is how the Sunday law itakapotangazwa ulimwengu mzima. Na wapendwa, ukiangalia ulimwengu sikia leo, dunia inaandaliwa kwa sababu ya jambo hilo. Ndio maana unapoona duniani kote akitembea, popa akitembea duniani kote, kila mfalme anampigia magoti na kumwabudu kama Mungu na kumpa heshima. Dunia inaelekezwa katika jambo hili kwamba the whole world will surrender authority and power to what? To the beast. Are we together? Na hapo ndipo the Sunday law itakapotangazwa. But the good news is verse 14. Mungu akanamwonyesha Yesu anamwonyesha Yohana kwamba wanaposurrender power to the beast, something will happen. Anasema hivi, This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is the Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba when the whole world will surrender power to the beast, then tutaangalia hii siku ya Sabato inaitwa Armageddon part 1. There will be war. And these shall make war against who? The Lamb. Who is the Lamb? Jesus Christ. But the Lamb shall do what? Shall overcome them. Why? Because he is the King of kings and the Lord of lords. Wapendwa, kama kuna habari njema ni hii ya kwamba vita hii ambayo inapiganwa tayari ushindi wake umefanya nini? Umetangazwa. Ya kwamba Yesu aliyeshinda na ameshinda na atashinda milele. Amina. Na asema kwamba but those who shall win with him are those who are called and the chosen and faithful. Wale walioitwa, wamechaguliwa na ni waaminifu hata nini? Mwisho. Mpendwa, utakuweko kwenye kundi hilo watakaoshinda na Yesu. Wakati ambapo alama ya mnyama na ibada ya mnyama itakapolazimisha ulimwenguni kote. Mpendwa, je, utasimama na Yesu hata milele? Kipindi ambacho ndio mateso yatakweko, lakini Yesu ametangaza ushindi kwamba yeye ameshinda na atashinda nini? Milele. Mimi ninachagua kwa upande wa Yesu. Maana usipochagua kwa upande wa Yesu, kesho na kesho kutwa kuna mambo ambayo Mungu amepanga kwa shetani, kwa mnyama na kwa wote ambao watakaomkataa hata milele. One of them is the 7 last plagues. Na ya mwisho ni vita ya mwisho. Yesu akija mara ngapi? Mara ya pili. What Christ will do for them. Mimi
naamua, nachagua kwa upande wa Yesu, ili aweze kuniwekea muhuri wake, niweze kuwa na muhuri wa Mungu, niweze kuwa na muhuri wa Mungu, jina lake liandikwe ndani yangu. Asifiwe. Ya kwamba ukiwa mtu wa Mungu mpendwa, utasimama kama Shadrach, Meshach na Abednego. Hata moto ukiongezwa ukali wake 7 times, lakini wewe unaangalia zaidi ya nini? Zaidi ya moto. Unajua Mungu yuko. And they said to Nebuchadnezzar, we know our Lord will do what? Save us. But even if asipotuokoa, hatutaabudu sanamu yako. Ukiwa upande wa Mungu, you will stand like Daniel. Hata ukitupwa ndani ya tundu la simba, you will say, my God is able to save me. And God will save his people. Hallelujah. God will save his what? His people. The last book, Daniel chapter 12. Ili tuombe. Daniel chapter 12, verse 1 and 2. Na hapo ndipo tutaanzia siku ya kesho. And this time, and at that time, inasema and at that time, wakati huo, wakati gani? Wakati huo ambao sasa kunatangazwa amri hiyo ya Jumapili. Inasema hivi. And at that time shall Michael stand up, the great prince which stands for the children of your people. Ngoja. And at that time Michael shall do what? Shall stand up. Ana atasimama. Kusimama maana yake nini? Kazi ya hukumu juu mbinguni umekwisha. Atasimama. Are we together? Anaposimama duniani, kuna vita kumetangazwa. Watu wake wametangaziwa vita na kutafutwa na hata kuuawa. Michael will do what? Anza maliza. Inasema hivi. And there shall be a time of trouble, tutaangalia kesho, such as never was since there was a nation even to that same time. Verse 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn away to righteousness as the stars forever and ever. Asante. Verse 1 hukumaliza, si ndio? Kuna sehemu soma verse 1. Kuna sehemu hujamaliza. Such as never was since there was a nation even at that same time. And at that time your people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. And at that time thy people shall be delivered. Watu wa Mungu wataokolewa. Nani hao? Wale, those whose names are written in the book of life of the Lamb. Friends, is your name written in the book of life of the Lamb? Can you be counted among God's people, the faithful ones, those who are chosen, those who are called? Can you be chosen? Can you be counted today among those who are called, those who have been chosen, those who will be faithful till the end? Naomba niweze kuwa katika kundi hilo kwa jina la Yesu. Amen.